Zenj TV, tujivunie nyumbani. Leo hii siku ya Jumanne ya Oktoba 28 kwa mwaka huu 2025 ni kwamba Zanzibar imefanya uchaguzi wa kura mapema kwa vikosi vya ulinzi na usalama, na kwenye kura hiyo mapema yameweza kuibuka malalamiko tofauti kutoka kwa chama cha ACT Wazalendo, na kikidai kuwa uchaguzi huo wa kura mapema ulikuwa na mapungufu. Mgombea wa ubunge kupitia chama cha ACT Wazalendo, Omar Said Shaban, kutokea katika jimbo la Pangawe, amebainisha mapungufu hayo aliyoshuhudia katika kura mapema ni pamoja na wapiga kura ambao si wana Pangawe na ni wageni katika jimbo hilo kuhusika kupiga kura. Na baada ya kuibuka kwa malalamiko hayo ni kwamba mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Zanzibar, Mheshimiwa Jaji George Joseph Kazi, amejibu shutuma hizo ambazo zimetolewa na chama cha ACT Wazalendo kuhusu mapungufu yaliyojitokeza katika kura mapema. Na hizi ni taarifa kutokea hapa Zenj Online TV, na kama ni mara yako ya kwanza kabisa kutembelea channel yetu ya Zenj Online TV, tunakusihi sana uweze kusubscribe, kulike pamoja na kucomment kwa ajili ya kuendelea kupata taarifa mbalimbali kila siku na kila wakati. Ni kweli asubuhi nilipata malalamiko kutoka kwa mgombea wakilishi wa jimbo la Pangawe, ndugu Omar Said Shaban, kwamba katika kituo cha kupiga kura mapema Kijitopele, maafisa waliokuwepo pale na mawakala walikuwa hawana daftari. Na baada ya kufanya mawasiliano tuligundua ni kweli, na tukasitisha zoezi lile ili kwenda kuangalia kuna tatizo gani. Na baada ya kufika, kwa kweli daftari lilikuwa lipo, lakini watendaji wetu nadhani walikuwa hawajacheck kwenye maboksi vizuri, na vituo vyote mawakala na watendaji wakapewa daftari lile na zoezi likaendelea. Lakini tatizo kama hilo lilikuwepo vile vile katika kituo cha Welezo ambapo tulikwenda tukashughulikia. Na tulipokwenda katika vituo hivyo, of course nilikutana na mgombea Omar Said Shaban, akaeleza malalamiko yake hayo na yote ambayo alikuwepo pale, tukaangalia tukaweka sawa kabla tujaondoka. Lakini kwa kituo cha Haile Selassie tulikutana na mgombea na nakumbuka tulisalimiana naye, hakusema lolote kama malalamiko, na tulionana na afisa wa jimbo pale, na yeye alitueleza zoezi lilikwenda vizuri, na baadhi ya mawakala ambao nilijaribu kuwahoji hususan kuangalia kama daftari walikuwa nalo na kila mtu alikuwa anaenda pale katika utaratibu unaotakiwa, wote walithibitisha kwamba utaratibu ulikuwa unafuatwa kama kawaida. Swala la walokuwa wanajitokeza kwamba kuna wanajeshi katika jimbo la Pangawe wakati pale hakuna kambi. Sheria hairuhusu kuandikisha au kwenye kambi kuwa na vituo vya kupiga kura. Kama kuna wanajeshi sehemu yote, wale vile vile ni wananchi na wanakuwa wameandikishwa katika maeneo yale. Kwa hiyo pale ambapo wanakuja kuombewa, wale wote ambao watakuwa nasimamia shughuli za uchaguzi siku ya uchaguzi, ambao wanatoka kwenye ni polisi, wanajeshi au vikosi, yale maombi yao yanayoletwa wanaangaliwa vile vile wameandikishwa wapi, kwa sababu ndio sehemu ambayo atakayoenda kupiga kura. Kwa hiyo popote pale ambapo kuna vikosi, kuna wanajeshi, ni wananchi ambao ndio maeneo yao ambao waliandikishwa na ndio wameenda kupiga kura. Nilikuta nje pale kuna mabasi matatu ya JKU ya Haile Selassie na lori mbili nimekuta pale za JKU. Kuingia ndani nikatazama ile hali halisi ya ndani, nikawaona askari wanapiga kura kituo cha Makadara, wakitoka kituo cha Makadara wanakwenda kituo cha Mchangani, wakitoka cha Mchangani wanakwenda kituo cha Malindi. Utaratibu mbovu uliotumika uchaguzi. Hakuna uchaguzi unaofanywa mtu akapiga kura halafu asikiwe hata wino. Wanaweza kusema kwani si unatiwa wino? Hapana, wino unaotiwa wameweka kama justice marker pen, tena unatiwa kama kidoto tusijui nini kidogo, alafu tunaruhusiwa. Wakati hiyo sivyo kiilivyo tunapashazoea. Na hata wakifika pale majina watu wengine ambao binafsi mimi nawajua majina yao mengine, na huko umetaja jina jingine na wamepewa kwenda kupiga kura, hata mimi mwenyewe nashangaa. Yani hata lakini japokuwa mwenyewe kafahamu kwamba nimemjua zaidi, maana niliomba jina litajwe tena na mimi nikamwambia wewe ndio jina lako. Kwa hiyo hata yeye mwenyewe atajijua huko aliko, lakini hapa lazima tuchukue hatua, kwa sababu sasa hivi sisi hatupo katika uchaguzi ule ambao tulikuwa tumezoea. Sasa hivi ni uchaguzi wa kuinusuru Zanzibar. Kwa hiyo mtu yoyote aliyokuwa hataki masala haya maana kitende kwenye uhaki, basi lazima na yeye tumweke hadharani, kwa sababu swala hili sio zuri.